Ujambo Mheshimiwa Ishiabwe Kitoko Andre. Jambo sana bwana journalist. Habari zako za siku? Tunashukuru Mwenyezi Mungu. Kwa sana, asante sana kuwa nasi leo kwenye M Television tokea mji mkuu wa Kinshasa. Sawa kabisa. Mheshimiwa, wewe ni mzalendo wa tarafa la Fizi na kwa sasa uko mgombea kuwa mbunge wa tarafa la Fizi. Ni nini zaidi likusukuma ako kugombea kuwa depute national wa tarafa la Fizi? Nashukuru kwanza sana wewe kuniuliza hilo swali. Nashukuru na watu wote wenye wako wananisikiliza, na mimi nasema tena jambo kwa watoto wote wa Fizi, hususan wazalendo. Chenye nataka sema hapo kwa hiyo swali na chenye kimenituma mimi nijitokeze kuwa mgombea ni kwa kuona gisi zone yetu inaathirika sana kila siku, hakuna amani hata moja, na ndio maana nilijitoa naangalie gisi ya kusaidia watoto wa Fizi. Ni njia gani utaleta ile amani tarafani Fizi? Kwa sababu kuko bazalendo beko napigana na kabla ya kuwa depute. Ukikuwa depute ni njia gani utaleta amani Fizi? Wazalendo, hata mimi peke niko mzalendo, kwa kuleta amani sitaenda kupigana wala sitaleta misili, bali ni kubeba habari kwenye kuhusika ili amani irudie kwetu Kongo. Na amani hakuna mtu wa nje mwenye atatuletea amani. Amani italeta sisi wenyewe watoto wa Fizi. Sisi wenyewe. Utaleta amani ya Fizi. Ukibatoto wa Fizi wakichagua. Amani ndaleta kwanza ndaitisha watoto wote wa Fizi tukaa pamoja, tuzungumuze neno moja na niwaoneshe walete kitu kinaitwa upendo. Juu kama hakuna upendo, hata amani haitakuwa. Tutaikaa chini tutaongea. Mu mazungumzo ndio panakujaga amani. Kutengana ndo ile unasikia vita iko. Juu tunatengana. Lakini kama tutengani, si wote tuko pamoja, tukikaa pamoja tunawasiliana, ile amani inapaswa kuja, sisi watoto wa Fizi tunasikilizana. Sasa hivi ni ipi miradi yako yenye uko unapangilia tarafani Fizi? Kwa miradi yenye nishafanya mu zone ya Fizi na waza hakuna mwenye anaweza kanisahau. Juu miradi yenye nishatia mzone ya Fizi ilishasaidia na inaendelea kusaidia na iko nafaa kazi mzone ya Fizi mpaka kwa saa hizi. Miradi gani? Ulipatia watu biskuit, uliwapatia manguo, uliwapatia mandagala wala nini? Wala ulifanya nini? Mimi huko niliishi, huko kwenye niko mpaka sasa niko naongea na mwe, nilikuwa na susi juu ya kwetu. Nikasema gisi kwetu, na niko mzaliwa wa pale, na kuona gisi kwetu watu wanahangaika shida nyingi, nikasema ndafaa kitu fulani. Nikafanya kitu kinaitwa fondation. Hiyo fondation inasaidia wamama, wababa, watoto, wajane na mayatima. Unajua kwetu juu ya njaa, mtu alikuwa na nia ya kutumika, lakini njaa ikifika anakula chenye anakula kidogo ndo anafikisha. Unasema uko na fondation Fizi, na fondation iko nasaidia watoto wa Fizi. Fondation inaitwa nini na inajibazia nini? Fondation inaitwa Fondika. Fondika manake Fondation Ishiabwe Kitoko Andre. Ilianza inasaidia kwanza wajane, mayatima kwa kuwapatia manguo na kuwasafirishia mizigo kidogo kidogo kuitoa Mabaraka, Lusenda, Kenya, plage kubeba Uvira. Inajibazia sana mu sekta ya Tanganyika. Hapana, fondation inajibazia sana mu sekta ya Tanganyika, inajibazia zone ya Fizi yote. Selema watu wenye nimetuma ndo wa moja hawakufika kwenye walipashwa fika. Hautaniambia kwamba Sebele ni mzone ni mu sekta ya Tanganyika. Hautaniambia Baraka ni mu sekta ya Tanganyika. Sitakubali ile. Na kule kote fondation iko. Uko entrepreneur au homme d'affaires. Ni entreprise gani wala kitu gani umeshafungula Fizi? Kisha ukapatia ba diplome watoto wa Fizi kazi wala unapangilia kitu gani? Parce que uko entrepreneur. Chenye naweza nikakwambia hiyo fondation wengi wanatumika ndani. Wanatumika sous forme ya benevola, lakini hawakosi kidogo yao ya kukula. Wanapata ile kidogo kidogo kufuatana na kwambia pale ni Fondika, ni franga za Ishiabwe Kitoko Andre. Ile kidogo yenye mimi niko nayo ya franga yangu na susi kuona uchungu wa kwetu, ndio maana natumaga ile pesa ya kusaidia kule kwetu. Hakuna mtu mani naambianga ni nifanye. Ni mwenyewe. Uko tofauti gani wa honorable Ishiabwe Kitoko Andre na baba honorable wenye tulivote mu 2018? Hapo sasa kwa nini unanifikisha kwenye lengo langu lipo? Ba depute wenye mlivotaka 2018 wale ni wa depute wenye wanakuja kutawala. Wale ni watawala. Siwe kama unanielewa Kiswahili vizuri. Wale ni watawala. Wanakuja ndo kutawala watoto wa Fizi. Hawakuja kuongoza. Hawakuji kumalengo ya watoto wa Fizi, wanakuja kumalengo zao wenyewe. Ndio ule utawala nakwambia. Wanakuja kutawala wanadamu, kutawala wale wakaaji, wale watoto wa Fizi. Juu wafanye malengo zao. Utakuwa tofauti gani wa honorable Ishiabwe Andre na aba benye balikuja kutawala benye tulichagua mu 2018? Utofauti utakuwa ni nini? Ndio utafauti wangu na wenyewe, kwa sababu wenyewe hawasikii
ama hawaendi kusikiliza wakaaji wa Fizi, wanafanya malengo zao wenyewe. Unawajua wote wenye tulichagua mu 2018 na wazia naweza nikawajua ni nani mwenye kufanya zaidi mwa miaka 5 yenye tunapita hapo mbali baada yenyewe unayua baidi wote, hakuna hata mmoja mwenye alifanya kazi. Nani mwenye watoto ya Fizi wanaweza fanya confiance mwa 2023? Hawana mtu mwingine mwenye watapatia confiance, na gisi nakwambia na ndugu siviko, confiance iko kwa mimi mwenye nakuja na waletea vitu vipya na kazi mpya na waonesha vitu vipya ili wanipe confiance na niwaoneshe gisi kazi zinatumikwa. Juu kwetu hakutabakia tena gisi kulikuwa mbele. Kwetu hakutabakia gisi yao wanajiwazia au gisi alikuwa anajiwaziaga. Hapana. Sisi tushatembea. Tulishaenda huko na huko. Nimetembea nchi nyingi sana. Haiko tu Europe, juu niko Europe. Na nchi za kwetu Afrika nilizitembea ndani nazijua. Binatia uchungu kuona kama mlichaguliwa na wananchi bamuzone ya Fizi kisha mshindwe kutetea masilahi yao. Hiyo ni aibu. Na sioni kama gisi mweye venye mlichaguliwa leo wakati tena mrudie eti mnakuja kuchaguliwa. Hapana. Kwanza mtu ukitoa binadamu ifo kwa unajisikia haya. Mwanaume anasikiaga haya au mtu anasikiaga haya. Ukiona mtu anasikia haya, ule ndio binadamu. Wale wenye wasikia haya na wanarudia tena wawachague, wale ni wauaji. Juu anakuja kuua zone ya Fizi. Na hivyo tutawakubalia. Tunataka tutengeneze kwetu. Kwao na watu na ni kwa na watu na kwenu ni kwenu. Utatengeneza kwenu kivipi? Utatengeneza kivipi? Kwanza nakwambia watoto wa Fizi wapatie confiance huyu mwenye mko naongea naye leo bwana Ishi Abu Kitoko Andre. Sitawaletea kura, maji, barabara saki sio wengine wanabisema. Bali mimi nitaenda pigana na gouvernement ilete kura, ilete maji na ilete barabara. Linaleta aibu sana kuona wadepite walitumika mpaka miaka 18 na rais aliyopita. Si wataji majina, si justaki mtu wala siko na akize mtu, ila inaleta aibu. Kuna mtu alitumika miaka 18 kwenye gouvernement ilipita. Na kwao kubakie vile. Kisha rais wa Republiki alikuwa ni yeye. Kisha rais wa Republiki ilikuwa ni wenyewe. Ndio alikuwa kule Mungu. Wabembe wanasemaka baada ya shule mpekengelo. Baada ya shule mpekengelo. Kisha rais alikuwa ni nani? Unawajua, mimi siko pale tu kutaja majina ya mtu. Wanawajua wenyewe. Wanawajua. Tukisema watoto ya Fizi, si tunajuana. Tunajuana. Na hivi sisi tunaongea na wewe. Wanajua Ishi Abolo mtenda huko. Wao wanajua, wananifuata. Kwa sababu hatutaitika tena. Angalia hapo, ilikuwa nyumbani machozi ndio yaniteremka. Wakati tuko tunasoma kule nyumbani, hapakuwa vile. Hivi ni hatari. Hawezi hata furahia. Barabara iko Fizi, kutoka Fizi kufika Uvira unafaa 2 jours njia. Barabara iko. Unasawika? Tangia mababu na mababu zetu hapaja kuaga barabara Fizi. Sawa. Pengine Uvira palikuaga. Nisikilize kwanza vizuri, usinikate kauli langu. Alitakanga kuwa barabara kisha ikaisha. Fizi haijafikanga barabara hata siku moja. Unasema kitu ya kwanza utapiganisha ni kuleta amani Fizi. Na tukitoa swala la amani Fizi, huko kitu kingine yenyewe utapiganisha zaidi. Kwa sababu amani, wazalendo banakamata amani Fizi na watu wanaishi mzuri. Tofauti na ile swala ya amani Fizi, kitu kingine gani utapiganisha tarafani Fizi? Nishakwambia kwanza hakuna kitu kenye kinaweza endelea bila amani. Security kishakuwa amani na chestale mzuri, development inakuja kwetu. Mimi ndo ndapigana, haiko tena wenyewe. Mimi ndapigana na gouvernement mpaka ile kitu nakwambia kura. Jiulize, tuko na mitoni mingi lakini hatuna kura. Tuko na mitoni mingi lakini hatuna maji. Ile ni Wafaransa wanaita eau potable. Hatuna. Sawa. Tuko na nchi moja mzuri sana lakini hatuna barabara. Na madepite ndio wako wanapita. Kwa nini? Nishasema vizuri sana. Deputy aleti barabara, deputy aleti kura, deputy haleti maji. Ila deputy anaenda kutetea gouvernement. Anatoa projet, anapropose article pour que barabara itengenezewe kwao. Juu alete maji kwao. Est-ce que binalomba mpaka president de la République ashimame? Madepite wenye tulivotea basi hawajui kusema. Hawajui kusema na tena hawajui hata kujitetea. Nakwambia ndatetea mpaka vitu vishike kwetu. Na kama vikufika na manda ya pili sitainomba. Na kama watoto wa Fizi wanaamua kweli tutapatia honorable Ishi Abu Kitoko Andre confiance, mwele 90 jours ya kwanza utafanya nini? Mtaikana wenyewe chini wasikilize kwanza, nijue malengo zao, nijue nini. Sababu mimi natoka ndani mwao. Mimi nakuja kwenye wenyewe wao. Mtaikana wenyewe chini, tuongee, tuzungumuze kitu gani. Juu miezi mitatu hatuwezi fanya lolote isipokuwa kwanza si peke tuungane. Juu miezi mitatu. Ile miezi mitatu itakuwa mimi kutembelea watu wote ili nijue lengo lao, nijue shida zao zote.
Unasaulika kama nabo beko na mafondation sawa wewe. Fondation zao ile ni maendeleo zao. Ili liunda fondation mu 2017 sikuwa najua ya mavote. Est-ce unajua hivi? Mu 2000 sikuyunda leo wala jana. Mu 2017 mpaka leo panapita miaka ngapi? 2017 na iko natumika. Sawa? Na iko napatia watu vitu. Na wenye baba wanafanya kazi kwa wanafanya kazi. Fondation yangu ilitia maboti, ilitia mamoto. Sio kazi. Ndio maana nikwambia kwetu hakuna transport ni boti wala moto. Kuna ingine transport jani hakuna barabara. Utanambia nini walifanya nini? Walienda kutetea nini kwenye gouvernement? Watoke hawajui. Kama mtu yuko aikompeta, ifai ikae nje, aikae pembeni, wengine wafanye kazi. Tusiko tunabaniana. Tuache kubaniana na tuache ile maroho mabaya. Tuingie tutumike kazi za watoto wa Fizi. Wale benyo unasema balichagua mbaya ba incompeta ba kufanya kazi. Sasa hivi watoto wa Fizi tena wanasema watawapatia confiance. Wewe unaona. Unajua deja danger gani ni kwako? Unaweza beba tutafiti. Wale wa deputy wa zamani wako nakuja na systeme juu walishatumika mu gouvernement, wako na mapesa zao zenye waliiba. Wanakuja kuuza population juu population iko na njaa. Wote ni mwizi wote. Wote ni mwizi, hakuna mkweli kati yao. Walitumika juu ya maendeleo zao. Uko deputy unakuja kujenga nyumba yako, unaenda kutoa engineer, unaenda kuwatoa Burundi. Engineer unaenda kuwatoa sijui Tanzania. Eske unaacha wapi watoto wetu? Hatuna engineer si? Asante sana honorable, ila tunataka fika mwisho na tungeomba neno la mwisho kwa watoto wa Fizi. Labda uko na kitu ya mwisho kuambia watoto wa Fizi. Naambia watoto wa Fizi hivi, waangalie Fondika. In fact Fondika tangia 2017 Fondika kuna wagawia manguo wale watu wenye walikuwa wanashimamia washimamizi wanakula nusu, wanafikisha nusu. Zilifika. Wengi walipata na wengi walitemanye na waza hata temanyaje mko nazo. Hilo na nini? Pili, hiyo Fondika ikawaletea boti. Hiyo Fondika ikawaletea mamoto, na za mamoto ziliuza hivi kulibakia moto 2. Sikuwa nauza moto ya occasion. Moto zote za mpe zilikuwa patia watu makazi. Kwa hiyo na walomba watoto wa Fizi wanipatie confiance. Hiyo confiance watanipa itakuwa espoir kwao, juu mimi niko mtetezi kwao. Mimi ndo ndatuma Fizi inakuwa developer makelele shombele. Najua kuko kandidature ya mtoto wa Fizi ku presidence ya RDC. Unasema hiyo kuhusu ile hatua ya mtoto wa mzee Anzuruni Bemba. Kama ndio kandidat, felicitation. Na wewe unakuwa député, itakuwa ni combinaison mzuri na Fizi inaweza endelea zaidi sana. Nikifuata hiyo swali yako, mimi nishajitokeza, niko kungambo ya Fachi Beton, niko mtu wa Kisekedi. Nisikilize vizuri bwana journalist. Mimi ndatetea projet zote zenye Felix Kisekedi, Antoine Beton zenye ataleta, ndo zenye mimi ndatetea. Ndamtetea ndio Beton. Je, ni utatetea projet za mtoto wa Fizi? Hakutetea za mtoto wa Fizi ni shukwati. Hivyo vinyalikia kuingia ndani ni mzuri, lakini mimi lengo langu ndatetea projet za Fachi Beton, ndo projet zina. Juto kwenye shaenda, siko mnafiki wa kusema Jule ni ndugu yangu anakuja, Jule mimi siko mnafiki bwana. Na hiyo unafiki ndio lituma hao wengine wa deputy wa mbele balituharibishia Fizi. Na tulishawajua kama ni watu wenyewe wanakuja kutukanisha ile pesa. Hawakuji juu ya malengo ya watoto ya Fizi. Wanakuja kwa malengo zao wenyewe. Ni kweli ni bongo ulisema badepite wote wenyewe watu wa Fizi walivote 2018 ni bamwizi. Wote ni bamwizi. Hakuna mkweli. Ni kweli ni bongo ulisema kwamba badepite wote wenyewe watoto wa Fizi walivote mu 2018 ni ba incompeta. Hiyo naikamilisha tena sana. Asante sana honorable, na tunashukuru sana kwa kuwa nasi leo kwenye Emo Television. Asante na washukuru tena sana, hiyo ni wajibu wangu mimi washukuru. Na hivyo tunakwenda kushukuru watoto wa tarafa la Fizi pia na wakongomani wote wale ambao wanatufuata. Tunashukuru vile, tusisaulike kupartager video, kueme, commenter na pia kuleta support television yetu ya MTV ya Babembe kutoka mji mkuu wa Kinshasa.